alipokuwa anazungumzia, bado tunaendelea sasa, analeta nukta nyingine mpya. Anasema sharbu dukhani au tadkhini, kuvuta sigara. Sharbu dukhani, yani kuvuta sigara, hukumu yake ikoje? Anasema indama dhahara, zama palipodhihiri, atabughu, jambo la tumbaku. Indama dhahara, pale palipodhihiri, atabughu, jambo hili la tumbaku. Wasta'malahu ba'dhu an-nas, na wakatumia baadhi ya watu, yani jambo la tumbaku lilipodhihiri ulimwenguni. Wakana dhalika, na lilikuwa jambo hili fi awaili, mwanzoni karne 11, katika karne ya 11 alhijiria, ya hijiria. Sasa hivi lipo karne ya ngapi? Hebu semeni hijiria, na swali linaulizwa 14. Sawa, si 1400 sasa hivi, kwa tupo karne ya 14. Sasa hili jambo la uvutaji wa sigara hili ulimwenguni hapa lilizihiri mwanzoni mwa karne ya 11. Sasa lilipozihiri hili, kulitokezea ikhtilafu kubwa. Anasema ikhtalafa alfuqaha, walikhtilafiana sana watu wa fikhi, fi hukmihi, katika hukumu ya kuvuta sigara. Na ndio maana baadhi ya watu hao wanavuta sigara mpaka leo wanajaribu kutumia fatwa hizo za watu wa zamani. Anasema ilipozihiri mwanzo tu watu walikhtilafiana hapo mwanzo, inafaa haifai. Nadhani ndivyo inavyokuwa mambo yote, yakija kwamba kuna wengine wanasema kwanza inafaa, baadaye baada ya kuangalia faida na hasara watasema inafaa au haifai, inategemea. Faminhum, anasema miongoni mwao, man kala bihurmatihi, wapo waliosema sigara ni haramu. Wa minhum, wapo miongoni mwao, man karihahu, wamechukia wakasema hii ni makruhu. Wa minhum, na wapo miongoni mwa man abahahu, wamesema ni mubaha. Kwa wakati huo wao lile jambo tokana la dhihiri, wakatoa fatwa katika hali kama hii. Wa khulasa alqaul, Sheikh anasema ufupisho wa maneno, anna tadkhina haramun, kwamba sigara ni jambo la haramu. Anauza sigara ni sawa sawa na unauza ulevi, hana tofauti. Mtu anauza sigara, anauza jambo la haramu, na biashara zake ni za haramu. Kwa kama yeye yupo dukani anauza duka lake kachanganya na masigara, hana tofauti huyu na mtu ambaye anauza duka la ulevi. Hawachekani wawili hawa manake. Sawa? Kwa hivyo huyu hivi, yani wote sawa sawa ni watu wanaofanya biashara za haramu. Kwa hivyo sigara ni jambo la haramu, lianna kulla ilali, kwa sababu ila zote, anasema lianna kulla ilali, kwa sababu ila zote at-taharimi, zile zinazopelekea jambo kuharamika, mutawaffiratun fihi, zinapatikana katika hiyo sigara. Ila zote unazojua kitu kuharamishwa, basi kwenye sigara zipo. Wahia, nazo kama hizi zifuatazo. Ya kwanza, kaunuhu, kwanza sigara kuwa kwake, yuhdithu taftira, inapelekea kuchanganya viungo. Yani kuleta futuru, yani mtu kuchosha, yani vile kama viungo vyake vinachakaa, kuchagaa, unasema kuchakaa viungo. Wa hadara, na pia inapelekea kupooza, fil jismi, katika kiwiliwili. Hayo madaktari wanayathibitisha, na kila siku ndio unaona kuna matangazo mpaka katika kipakiti cha sigara wameweka sheria. Sasa lazima uweke tangazo kwamba uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako, umeandikiwa kama hivi. Sasa hapo mwanzo ile jambo lilipozihiri, ili mwanzo ilikuwa hakuna hicho kitu, na ndio maana wakatofautiana. Sasa basi, wakadinaha,
amekataza an-nabii sallallahu alaihi wasallam an kulli muskiri, kila chenye kulewesha, wa mufattir, na chenye kupozesha viungo vya mwili. Kullu muskir, kila chenye kulewesha, wa mufattir, na chenye kupozesha viungo vya mwili. Hadithi hii imekuja lakini ni dhaifu. Hilo ni jambo la kwanza. Kwanza, sigara ni haramu kwa sababu ni hatari kwa afya yako, inapoza baadhi ya viungo. Anaweza mvutaji wa sigara akakaa mara akambua ini lake au mapafu yake yamekufa, kwa hiyo ndo kapozesha viungo. Hii sababu ya kwanza. Ya pili, kaunuha, kuwa kwake sigara min al-khaba'ith, ni katika vitu vichafu. Hivi halitaki tochi nadhani. Wavutaji katika watu wachafu, watu wavutaji sigara, midomo yao inatoa harufu mbaya. Wajiuliza anaishi vipi na mkewe huyo mvutaji sigara. Lakini wavutaji sigara anakuwa wengi au vijana wahuni. Kwa hivyo kaondokea katika uhuni, kisha kuwa mtu mzima na miaka 50, 60 anaendelea vile vile na sigara. Kwa hivyo ukitaka kuonesha, kujua wewe huyu mzee ujana wake alikuwa vipi, mtizame anavuta sigara. Ukimwona mzee anavuta sigara, basi ujana wake alikuwa muhuni, ni mtu mkorofi. Saini moja kutaka kumjua ndio hiyo. Kwa sababu hao vijana hapo kati na kati, hao ndio wavutaji sigara, wanajiona wababe, watu gani kwa masigara. Kwa yule hakuliacha lile jambo lake kana nalo mpaka anamalizia maisha yake. Kwa hivyo hao wavutaji sigara ni watu wachafu, kwa sababu sigara ni kitu kichafu, la siyama hasa wa anna hadhihi al-ushba majani ay tumbaku, wanasema wa anna hadhihi al-ushbata, haya majani ay tumbaku, tubalu, anasema huloweshwa. Haya tubalu, yanaloweshwa bil khamri, yanaloweshwa na ulevi. Wala budda, tena hiyo halina budi, lazima. Kwa hivyo wala yatasawwaru akili, haiwezi, anasema wala yatasawwaru, haiwezi kupata picha yule mwenye akili. Akasema anna ad-dukhana, kwamba dukhani min at-tayyibat, kwamba sigara ni katika vitu vizuri. Hakuna mwenye akili timamu akaja akasema eti sigara ni jambo zuri, hawezi kusema. Wakati kala taala, na Allah amesema wayuharrimu alaihimul khaba'itha, na Allah ameharamisha kwa nyinyi vitu vichafu vichafu. Kwa sigara ni kitu kichafu, wanaovuta sigara wataingia katika ile hadithi ya Mtume inayosema wasikurubie katika msikiti wetu wale ambao watakakula nini, as-sawm wal basal. Unakumbuka? Kwa hivyo tukasoma na kule kwamba wanaambatanishwa pamoja na wavutaji sigara, kwa sababu midomo yao inatoa harufu mbaya. Hasa wenyewe wanasema bibi akiroa, au sio? Akiwa ameroa ndo anazidi kutoa harufu mbaya. Kwa hivyo jambo la pili la kuthibitisha kwamba sigara ni haramu kwa sababu ni vitu vichafu. Tatu, anasema anna hadhihi dukhan, hizi sigara hizi, kali thabata, pamethibiti, dhararuhu, madhara yake, ala badili al-insani, katika kiwiliwili cha mwanadamu. Dalili nyingi zimekuja zinathibitisha kwamba sigara ina madhara. Lima fihi, kwa sababu ndani yake katika sigara, min almawadi sam, kuna madini ya sumu. Anasema ndani yake min almawadi sam, kuna madini ya sumu, almuhlikatun, yenye kuangamiza. Hilo linajulikana kama yapi? Anasema kan nikotin, kama nikotini. Nadhani hiyo watu wote wanajua kama ndani ya sigara kuna kiwango cha nikotini. Kiwango hiyo nikotini ni sumu ambayo ndio inasababisha mtu mapafu yake kaharibika. Wal kitran, na pia kuna lami. Wa ghairihima, na yasiyokuwa hayo, mimma yatasababu, katika mambo haya yanasababisha, fi saratani, yanasababisha saratani ra'atu, ya mapafu, wal hanjara, na saratani ya koo. Kwa hivyo ikiwa ile jambo linajulikana linasababisha saratani ya mapafu na linasababisha saratani ya koo, kwa hivyo hilo ni jambo ambalo lina madhara.
halifai. Wakati kala nabii sallallahu alaihi wasallam, na mtume kasema, la dharara, hakuna kujidhuru, wala dhirara, wala hakuna kusababisha madhara. Hairuhusiwi wewe mwenyewe kujidhuru, wala hairuhusiwi wewe kusababisha madhara. Kwa hivyo anayevuta sigara ajizuru. Sigara wavute hao si bodaboda nani, kwa sababu hao ndio wanajulikana, watu ambao katika jamii wajulikana watu wa aina kadha. Lakini mtu mzima ana miaka 50, ana watoto, ana nani, anavuta sigara, huyu kwa kweli ni mtu ambaye adabu zake haziko vizuri, unasema hafai kabisa katika jamii. Wakala subhanahu, na akasema Allah, wala takutulu anfusakum, wala msiziue nafsi zenu. Kwa hivyo anayevuta sigara yeye anaiua nafsi yake, anakwenda mpaka tena hawezi lolote. Yani wengine wanasema hawezi tena sigara kuikosa, wengine wanavuta sigara 5, wengine 10. Haya, wala farqu, anasema wala hakuna tofauti fi hurmatil mudhirri, anasema hapana tofauti ya aya hii au hadithi hii, ule uharamu wa kudhuru, baina kulli dhararihi daf'iyya, kuzuru kwa daf'iyya, yani kuzuru hafla tu, labda umeenda ukamkata kisu, umefahamu vizuri, kuzuru kwa hafla, ay yani yahsulu daf'atan wahida, kupatikana kwa dafa moja tu, au nadirijia, au nadirijia maana kidogo kidogo, si unazuru. Kwa hiyo yote kuzuru tu. Mvutaji sigara hajizuru hafla, au sio? Anajizuru lakini vipi? Kidogo. Kaanza leo, baada ya miaka 10 athari zake zitakuja. Ashafika miaka 15 mbele. Kwa hivyo wanasema hakuna tofauti kujidhuru huku kwamba dafa au nadarajia au kidogo, yani zote unajizuru tu. Kwa sababu ya tatu iliyoharamishwa sigara ni kwa sababu sigara ni jambo ambalo lina madhara. Sasa atawezaje mtu kutoa fatwa sasa aseme makruhu kwa dalili zote hizi? Inaingia akilini kwamba ukatamia sigara bado inafaa kwa matatizo haya? Zamani ilikuwa vipakti vinaandikwa tu vile, lakini wakaja hawa watu wa afya na watu wa dunia wakasema lazima sigara iekewe bango lake maalum. Utakapotoa tangazo, lakini unatakiwa uweke uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Kuna miji mingine huko unatakiwa lile bango lako, yani pakti ya sigara nusu, wanaweka sheria kama hiyo, nusu ya pakti ionyeshe madhara kwa picha. Tena huko tunaona haijafika bado, lakini kuna miji ya watu huko Arabuni, wao wanataka lazima kipakiti cha sigara lazima kiweke na picha imeonyesha athari ya sigara, alafu uandike sasa pale, uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako, tena uoneshe mfano wa picha. Kwa hiyo tena ukivuta utajijua mwenyewe. Sasa wewe ushaonyeshwa yote hayo, bado unataka kutuambia eti sigara halali. Uhalali huo umetokea wapi? Sigara ni jambo la haramu, na kama ni haramu, anayeuza sigara anakula pato la haramu, hana tofauti na muuzaji ulevi. Ya 4, anna fihi, kwamba ndani ya sigara israfan, kunapatikana jambo la israfu, wa idhaatu lilmali, na kupoteza mali. Watu wanavuta, wengine wanavuta, nasikia kuna wengine wanavuta pakti moja. Wapo wao wanavuta? Wapo mlevi. Wapo wanamaliza bakti. Sasa pakti moja inauzwa shilingi ngapi? Haifiki 5,000. Sigara moja 250. Na sigara zimu ngapi? 5,000 hiyo. Sasa angalia, kila siku apoteza 5,000 ya sigara. Akenda mbele ya Mola wake akiulizwa, atakapoulizwa wale maswali, kuna maswali mtu ataulizwa kabla hautaondoka wenyewe, mtu wote aulizwe. Mmoja atakaloulizwa, mali yako umeitumia vipi na umeichuma vipi na umeitumia vipi? Atajibu, nimepata nikavuta masigara.
Kwa hivyo hana jawabu jingine, atajibu vipi nadhani? Mimi pesa zangu nilikuwa navuta sigara tu, kwa hivyo ajiua. Kwa hiyo jambo jingine linalopelekea kwamba sigara ni haramu, israfan, kufanya israfu ya mali, wa idhaatu lilmali, na kuipoteza mali. Wakad kariha an-nabii sallallahu alaihi wasallam, na mtume amechukia idhaatu almal, kupotezwa kwa mali, kama hadithi ilivyokuja katika Bukhari na Muslim. Wala farq, tena anasema hakuna tofauti fi idhaati almali, katika swala zima la kuipoteza mali, baina ilkaihi fil bahri, kama kuitia baharini, au ihrakuhu fi an-nar, kuiwasha, kuiunguza kwa moto, wote hesabika umeiharibu tu. Kwa kufuja mali, hilo jambo halifai. Mwisho akamalizia faida tadkhinu. Hapa alikuwa analeta nukta nyingine, lakini hapa hili neno tadkhinu yuajilu fi sinni al-ya's lilmar'ati, palikuwa pana maelezo, sio hichi tunachozungumzia. Kwa hiyo hii nukta hii yote haihusiki na hapa, tunaiacha kama ilivyo. Tunaenda faida, haya maneno yanofuata chini. Umefahamu vizuri? Kwa hayo maneno yaliyofanywa bold au kama imetoa rangi nyekundu, at-tadkhinu yuajilu fi sinni al-ya's lilmar'ati, tunayaacha hayo. Tunaenda faida, alafu anaanza maneno fakad nasharat. Hapo ndo kwenye asili ya hichi kichwa cha habari. Anasema katika kuonesha ubaya wa sigara, bado fakad nasharati majlatun mujallatun, pemekuja, anasema pemetawanywa mfano, au limekuja katika jarida moja linaitwa Lavest, jarida linaitwa Lavest atibia, jarida la kitiba ile Lavest. Makalan, humo wameandika makala anidukhani, kuhusu uvutaji wa sigara. Jaa fihi, basi kumekuja maelezo katika hiyo makala, lakad tawassalati dirasata al-amrikiya, wanasema katika hiyo makala utafiti wa kisasa uliofanywa katika mji wa Marekani. Lakad tawassalati dirasati al-amrikiya haditha, anasema ule utafiti wa kisasa uliofanywa katika nchi ya Marekani, ila nafsi natijati, utafiti huo uliofanywa nchini Marekani umefikia matokeo yake yale yale tawassalati ilaiha ulama fi Britania, kama matokeo yaliyofanywa na watafiti wa mji wa Uingereza. Britania yani Uingereza, wahia yani watafiti walifanya utafiti watu wa Uingereza, wataalamu, na wakatoa majibu. Halafu pia wakafanya utafiti watu wa Marekani, na wao wakatoa majibu yao yakawa ni sema kwamba wa huku na wa huku sawa sawa, majibu yao yako vile vile utafiti wao. Anna mudakhanati, anasema hakika utafiti wao unaonesha akina mama wanaovuta masigara, anna mudakhanati minan nisa, wale wanaovuta masigara katika wanawake, basi hao aradhat lilbulughi sinni al-ya'si. Unaona yale maneno ya kule ndio walikuwa wanakuja hapa. Anasema hawa wana hatari ya kufika mapema mno umri wa kukatikwa na hedhi, al-ya'si, kama ilivyokuja katika Qur'ani, yani mtu aliyekata tamaa kupata na damu ya hedhi. Hawa aradhat, wanakuwa wana hatari kubwa, libulughi sinni al-ya'si, kufikia umri wa kukatika zile siku zake, fi wakati mubakir, katika wakati wa mapema kabisa. Anasema watajarib, na majaribio, anasema imrikia, majaribio waliofanyiwa, anasema imrikia, wamefanya majaribio, maana yake wamefanya utafiti, sample, wakachukua wanawake, wamechukua wanawake 3500 mraata fi muntasifa al-umri, ambao wanasifika umri wao, akadatiha fi muntasifati, ambao walio katika umri, akadati hadhihi natija, basi wakawa wao wametoa natija hii, kwa maana wamechukua wanawake katika 3500
wanawake hao wakawachukua umri wao huo watakaokuwa wana miaka katika hiyo miaka 40 miaka mingapi, wakawafanyia utafiti wote, wakawaona waliokuwa wakitumia masigara wameathirika na jambo hili. Kwa moja miongoni mwa madhara ya sigara, mwanamke akivuta sigara basi zile siku zake zinakuwa zinakatika mapema, na zikikatika maana yake nini? Mara uzazi ndio unaondoka, wanapoteza vitu kama hivyo. Kwa hizo ni baadhi ya dalili zinazoonyesha kwamba uvutaji wa sigara ile jambo ni haramu, haifai. Basi azana, baada azana inshallah tamalizia adabu ashurb.